Karibu ndugu mtazamaji kwenye kipindi chako unachokipenda sana cha mafunzo ya utawala bora, na leo tunaendelea na mwendelezo wa sehemu ya 5. Hii ni Freedom Studio na kipindi ni mafunzo ya utawala bora. Anayekuletea mafunzo haya ya utawala bora ni mimi, mkufunzi wako Samuel Kakila, na kukaribisha sana. Usiache kufuatilia hata nukta moja ya mafunzo haya, kutoka nukta ya kwanza mpaka nukta ya mwisho. Utanufaika sana na mafunzo haya, na kimsingi hii ni sehemu ya 5, na fuatilia video zingine za sehemu zilizopita, maana ukiunganisha mafunzo haya unaweza ukanufaika zaidi. Usiache kucomment, kusubscribe, kushare na kulike. Unapo subscribe ni rahisi, mafunzo yakiingia mtandaoni unayapata moja kwa moja. Unapo share unawawezesha watu wengi zaidi kupata mafunzo haya ambayo ni muhimu sana. Yanampa mtu elimu na ujuzi mzuri sana kuhusu masuala yanayohusu utawala bora, bila kujali kama wewe ni kiongozi au sio kiongozi. Lakini pia unaweza kucomment, kutoa maoni yako, kuuliza maswali na uweze kupata majibu. Usiache kulike pia, na iko namba inapita chini kwenye eneo la subtitle, na lengo la namba ni wewe uweze kuuliza maswali, uweze kutoa maoni yako, na utapata majibu moja kwa moja kutoka kwa mkufunzi wako. Kwa hiyo karibu sana. Katika kipindi kilichopita tuliendelea kujifunza juu ya misingi ya utawala bora. Kuna misingi kadhaa kama 10 hivi, na mpaka sasa tumetembea na misingi kama 4 hivi. Tumejifunza kuhusu ushirikishwaji, uwajibikaji na uwazi. Na leo tuna msingi mwingine wa uadilifu, ambao kimsingi tulianza nao katika kipindi kilichopita. Kwenye msingi huu leo tuna mwendelezo. Kuna jambo nilikuahidi nitakukumbusha, na kupeleka moja kwa moja kwenye jambo lenyewe. Lakini kimsingi katika kipindi kilichopita tulikuwa tunatazama nini maana ya uadilifu kwa kiongozi. Kimsingi uadilifu unaweza kuwa na maana nyingi sana, na zote ni maana muhimu kwenye neno lenyewe la uadilifu, lakini sisi tulijikita zaidi katika kuangalia maana kubwa 2, yani maana ya nidhamu na uaminifu. Kwa hiyo unapozungumza uadilifu au neno uadilifu, maana yake kwa lugha nyingine unazungumza uaminifu, unazungumza neno nidhamu. Na kwa hiyo kiongozi mwadilifu ni yule mwenye nidhamu na ambaye ni mwaminifu. Tuliangalia sifa za viongozi hawa waadilifu, jinsi ambavyo wanaweza wakasaidia sana katika hatua kubwa za maendeleo kwa kasi kubwa kwa muda mfupi. Narudia, tuliangalia jinsi ambavyo viongozi ambao ni waadilifu, kwa maana ya viongozi wenye nidhamu, viongozi waaminifu, wanavyoweza kusaidia kupata maendeleo kwa hatua kubwa sana kwa muda mfupi, lakini kwa kasi kubwa. Na tuliangalia mambo kadhaa kuhusiana na hilo jambo la uadilifu, na kimsingi tulikubaliana kwamba ni vizuri kila mtu ikiwa ni kwenye taasisi yoyote ambayo wewe upo, kwenye chombo chochote, inawezekana ni chama cha siasa, inawezekana ni kwenye upande wa viongozi wa kitaifa, au uko kwenye kikundi tu kidogo cha masuala ya ujasiriamali, kupambania kupata viongozi waadilifu. Lakini
kupambana kupata viongozi waadilifu na pambanaje? Sasa nikakuahidi nitakuletea, lakini nilikudokeza kidogo kwamba lazima tujitahidi kushughulika na mifumo inayotupa miongozo ya namna ya kupata hao viongozi. Na leo nitakuletea namna ambavyo tunaweza tukafanya kuhusiana na kushughulika na mifumo sawa sawa na ahadi yangu. Kwa hiyo kaa hapo mkao wa kutulia, unisikilize kwa makini, utajifunza mambo mazuri bila stress na kwa kina zaidi. Ninakuletea mbinu hii ya kushughulika na mfumo wa ule mfumo unaoleta au unaokupa mwongozo wa namna ya kupata viongozi. Na kimsingi mifumo tukiweza kuifanya ikatoa miongozo sahihi ya namna ya kupata viongozi au watawala ambao wanazingatia misingi hii ya utawala na wana tabia au wanalazimishwa na mfumo kuwa na tabia za utawala bora, tutakuwa tumefaulu sana. Tumekuwa tukijaribu kudondoa kidogo hasara za kuwa na viongozi ambao hawafuati au hawazingatii misingi ya utawala bora, jinsi ambavyo wanasababisha hasara kubwa na kufanya maendeleo kuchelewa au kutokuwepo kabisa, na wanasababisha migogoro, wanasababisha mivutano, na wakati mwingine hata mapigano na vita, inawezekana vya wenyewe kwa wenyewe, au kutoka taifa moja labda kupigana na taifa jingine, kabila moja kupigana na kabila jingine, taasisi moja kuvutana na taasisi nyingine. Tumejaribu kwa uchache sana kugusia jinsi ambavyo ni hatari kuwa na viongozi ambao hawazingatii misingi ya utawala bora. Na sasa kitu kinachoweza kutusaidia kwa urahisi kidogo kupata viongozi ambao wanazingatia misingi ya utawala bora ni pamoja na mifumo ambayo inatuongoza namna ya kuwapata viongozi hawa. Kuna ngazi mbalimbali za utawala na uongozi. Kwa mfano ngazi ya kitaifa, tunaweza kusema tunahitaji kuwa labda na viongozi wa kitaifa, kwa mfano rais wa nchi, au nazungumzia watu kama wabunge ambao wako kwenye viongozi wa kitaifa ambao watu sawa wanachaguliwa kwenye majimbo, lakini wanaunda chombo cha kitaifa ambacho kinasaidia kutunga sheria. Kuna viongozi wengine ngazi za chini zaidi kama madiwani, kuna wenye viti wa vitongoji. Hawa ni viongozi ambao wanachaguliwa na wananchi, kwa sababu kuna aina mbalimbali za viongozi. Kuna viongozi ambao wanachaguliwa moja kwa moja na wananchi. Kuna viongozi ambao wanateuliwa na mamlaka za uteuzi. Kuna viongozi ambao wanaajiriwa na wanapewa mikataba ya muda fulani ili waweze kutimiza majukumu yao ya kiutawala na kiuongozi. Sasa hizi ni aina tofauti na za uongozi, na kuna hizi aina tofauti zina ngazi tofauti tofauti, kwa sababu inawezekana mtu ameajiriwa kuwa mkurugenzi wa taasisi kama vile shirika la umma, anakuwa ni kiongozi katika ngazi ya kuongoza makao makuu kitaifa, lakini ni mtu ameajiriwa, amepewa mkataba. Huyo anaweza kuwa hachaguliwi kwa kura. Inawezekana tu akateuliwa, lakini kimsingi ni mwajiriwa. Kuna viongozi ambao ni waajiriwa moja kwa moja. Kuna viongozi sasa kama hao wa kuteuliwa.
tunachozungumza hapa, kiongozi yoyote katika ngazi yoyote wa aina yoyote, kwa sababu kiongozi hata kama akiwa ni wa ngazi ya chini, na kwa mfano kiongozi ni labda mwenyekiti wa kikundi cha ujasiriamali, ni ngazi ndogo sana ya chini, lakini anachaguliwa na wale wana kikundi walioko kwenye kikundi cha ujasiriamali wenyewe. Sasa anachaguliwaje? Lazima kuwa kuna kitu kinaitwa mfumo wa namna ya kumuingiza kwenye uongozi wake na akakaa kwenye kiti. Hiki ndicho ninachokiongea. Kwa hiyo hapa tunaongelea masuala ya, kwa mfano kama ikiwa ni kwenye ngazi hiyo niliyoitolea mfano mwishoni ya kikundi cha ujasiriamali, lazima watakuwa na katiba ambayo kwenye katiba humo kuna sheria. Katiba yenyewe ni sheria mama, lakini kuna sheria ambazo zinagusa maeneo mbalimbali yanayokigusa au yanayogusa uendeshaji wa kikundi chenyewe. Kwa hiyo katiba ni mfumo unaotoa mwongozo wa namna ambavyo watu hawa wataendesha shughuli zao na namna ambavyo watafanya mambo mbalimbali, likiwemo swala la kupata kiongozi. Kwa hiyo ninachosema hapa ni nini? Ni namna gani hao wajasiriamali kwenye kikundi chao wanaweza wakahakikisha wanakuwa na katiba nzuri ambayo inatoa mwongozo mzuri kupata viongozi wazuri ambao wanazingatia misingi ya utawala bora, ukiwemo huu msingi wa uadilifu ambao ni sawasawa na viongozi wenye nidhamu na waaminifu. Kwenye eneo hili inalazimu katika kutengeneza ratiba hawa wanachama washirikishwe au washiriki, kama nafasi ya kushirikishwa imepatikana, wao wajitahidi kushiriki kikamilifu kabisa katika kuhakikisha ya kwamba wamepata mfumo huu au katiba hii au sheria hizi ambazo zinawasaidia wao kupata mwongozo mzuri ambao unaelekeza njia sahihi na hatua sahihi za wao kuweza kupata viongozi wazuri. Maana yake nini? Katika kushiriki kwao, na kama wanakuwa na elimu hii ya masuala ya utawala bora na wakashiriki, inasaidia zaidi. Wanaweza wakacheza na vipengele au wakahakikisha vile vipengele vyote wanavikagua sawasawa na wanaviweka sawasawa, au wanaviweka katika namna ambayo itachuja viongozi wote ambao hawazingatii misingi ya utawala bora au ambao hawana sifa, hawaonyeshi dalili kwamba wanaweza kuwa viongozi watakao fanya kazi zao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora. Kwa hiyo wanachama wanachotakiwa wakati wa kutengeneza sheria zao, wakati wa kutengeneza katiba yao, wakati wa kutengeneza vipengele vyao vinavyowapa mwongozo sahihi wa namna watakavyofanya taratibu zao za kupata viongozi, wahakikishe wameweka vipengele vya kisheria na vya kiutaratibu na vya kikanuni vinavyochuja viongozi ambao wanajua kabisa viongozi hawa hawatawafaa kwenye eneo la kuzingatia utawala bora. Viongozi hawa hawatakuwa viongozi waaminifu. Kwa mfano, viongozi hawa hawatakuwa viongozi wenye nidhamu. Kwa mfano, tukilizungumzia swala la viongozi ambao ni waadilifu. Kwa hiyo wanahakikisha wanavipanga vizuri vipengele vile, wanashughulika na vipengele na kuweka vipengele ambavyo vitawasaidia kuchuja. Wachuje kwa umakini, wasichuje juu, wachuje kwa umakini kwenye mfumo
au kwenye sheria zao, ili inapofika wakati wanahitaji kiongozi, waweze kupata viongozi ambao wamechujwa na mfumo wenyewe, wamechujwa na sheria, wamechujwa na taratibu zao, wamechujwa na kanuni ambazo ziko kwenye katiba yao. Kwa hiyo hawatatumia nguvu nyingi, wataangalia sifa za mgombea anayegombea au ambaye amependekezwa kwamba apigiwe kura kwenye sheria zao, na sheria zitamchuja. Kwa mfano, sheria ikaweko kwenye mojawapo ya vipengele inasema kiongozi ambaye yuko kwenye kikundi kingine, mtu ambaye yuko kwenye kikundi kingine na ana madeni mengi kwenye kikundi kingine, kwa bahati mbaya yuko kwenye kikundi hicho, hata ruhusiwa kugombea nafasi ya uongozi. Maana yake nini? Kipengele kile kikiwepo, kimepitishwa, kiko pale, ikitokea mtu ambaye mna taarifa zake sawasawa na mnajua ya kwamba ana madeni mengi kwenye kikundi kingine cha ujasiriamali, hamwezi mkampitisha agombee au apigiwe kura kwenye kinyang'anyiro cha kupata viongozi kwenye kikundi hiki. Tayari mtakuwa mmemchuja automatically, atakuwa mmemchuja au amejichuja kulingana na muongozo wa uongozi wa katiba ya kikundi. Hapo mtakuwa salama. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na kujaribu kuhakikisha vipengele vinawekwa sawa sawa, kuhakikisha kuwa kuna mambo mengi zaidi yatazingatiwa, kuhakikisha ya kuwa viongozi ambao wanaweza kuchujwa kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombea uongozi na kupigiwa kura apatikane kiongozi, kinaweza vipengele vile vitawachuja hawa. Na kwa hiyo mpaka hatua ya kupiga kura kupata kiongozi inafika, watu hawa watakuwa wamejichuja au wamechujwa na mfumo. Kwa hiyo nilipokuwa nazungumzia habari ya kuhakikisha wale watu wanaotafuta kiongozi wanashughulika na mfumo, kuhakikisha mfumo unaweka taratibu nzuri au mwongozo mzuri wa kupata viongozi bora, nilikuwa namaanisha kitu cha namna hii. Kwa hiyo kwenye vyama kuna vyama ambavyo mambo yake na maendeleo yake sio mazuri, lakini ili kuviokoa vyama vya siasa inatakiwa kuwe kuna viongozi wanaosimamia kanuni za utawala bora, na kuzipata kanuni inabidi kuwe kuna mfumo kwenye vyama, lakini pia kwenye mashirika. Kama shirika lina ruhusu namna yake ya uendeshaji na ruhusu ushirikishwaji katika kutengeneza katiba, wale wanaopata nafasi ya kushirikishwa ni vizuri kuzingatia kwamba kwenye kutengeneza mifumo inayochuja watu wanaoitwa viongozi, basi wanaoshirikishwa wapate nafasi nzuri ya kushiriki kikamilifu. Inawezekana ni kwenye uongozi wa ngazi kubwa ya kiserikali au kitaifa kwenye nchi kama rais na ngazi zingine za chini yake. Vivyo hivyo mifumo ni muhimu sana. Kwa hiyo msisitizo hapa uko wapi? Msisitizo hapa uko kwenye kuandaa mifumo au kuhakikisha kuna mifumo ambayo mifumo ile inasaidia na inawezesha kupata
viongozi wanaosimama kwenye kanuni za utawala bora, na hasa kwenye eneo hili ambalo tumelizungumzia leo la uadilifu. Na kwa hiyo kimsingi chombo chochote, taasisi yoyote, iwe nchi, iwe mashirika, iwe ni vikundi tu vya kawaida, msisitizo hapa ni kwa wale ambao wanapata nafasi ya kushirikishwa, kwa sababu kutengeneza mfumo ni jambo moja, lakini nani anashiriki ni jambo jingine. Anashirikije? Anapewa nafasi yeye ya kushirikishwa. Na kwenye nchi za kidemokrasia, kwa mfano Tanzania, kutengeneza mifumo, maana yake unazungumzia kutengeneza katiba kama sheria mama, lakini pia kwa upande mwingine zile sheria zinazoendesha nchi. Wananchi wanashirikishwa kwenye kutoa maoni. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kushirikishwa, nakumbuka moja kati ya misingi ya utawala bora ni ushirikishwaji. Kwa hiyo kama unapata nafasi ya kushirikishwa, huo ni msingi mmoja wa utawala bora. Shiriki na wewe kikamilifu kutengeneza mifumo sahihi itakayochuja upatikanaji wa viongozi ambao wanasimama vizuri kwenye kanuni za utawala bora, ikiwemo uadilifu, kupata viongozi waadilifu. Kwa hiyo unapopata nafasi popote, inaweza ikawa kitaifa, inaweza ikawa kwenye maeneo mengine kama nilivyokwisha kutaja, vyama vya siasa, inaweza ikawa kwenye mashirika au taasisi za umma au binafsi, au inaweza ikawa ni kwenye vikundi vidogo vidogo tu, vyama vya ushirika huko na kadhalika. Pata nafasi, usiachie hiyo nafasi, kaa na utoe mchango wako na mawazo yako katika kutengeneza ile mifumo ambayo sasa ni wazi, itakuwa ni mifumo ya kisheria, kikanuni na kiutaratibu, ambayo inakupa wewe nafasi au inatoa nafasi ya kuwezesha viongozi wanaosimamia misingi ya utawala bora ukiwemo uadilifu wanapatikana. Na kushukuru kwa kunisikiliza siku ya leo, na kimsingi nitaendelea kupita kwenye misingi. Iko misingi mingine imebaki, na kuna mambo mazuri ya kujifunza kwenye misingi. Kila msingi una mambo yake. Leo tulikuwa na msingi wa uadilifu, lakini katika masomo na katika mafunzo yajayo na vipindi vijavyo tutaendelea na misingi mingine. Tutajifunza sana kuhusu masuala ya utawala bora. Wewe unayependa kujifunza utawala bora, karibu ujifunze hapa mambo ya utawala bora, na kwa utulivu kabisa, na utaenjoy. Usiache kucomment hapo chini kwenye video yako hii, kwenye nafasi ya kucomment. Usiache kulike, lakini pia kushare, ili wenzio wengi za watu wengine wengi ambao unawafahamu waweze kupata mafunzo haya mazuri ya masuala ya utawala bora kutoka kwako mkufunzi, kutoka kwangu mkufunzi wako Samuel Kakila. Lakini vivyo hivyo usiache kusubscribe, kwa sababu unaposubscribe unapata nafasi ya kupata notification video inapoingia kwenye mtandao wowote unaotumia, kama ni TikTok, Instagram, na kama ni Facebook au YouTube, basi unapata notification yako na unafungua mara moja, unapata kujifunza. Karibu sana. Hata wakati mwingine ni mimi mkufunzi wako Samuel Kakila. Hii ni Freedom Studio pia. Karibu sana.